Mtume katufunza, anasema hivi, sikilizeni, manake namna ya kuishi na sisi watu mbalimbali tunatakiwa tuishi vizuri vile vile na watu ambao wamepata mtihani. Mtume anasema hivi, la tudimu an-nadhara ila ahli al-bala'i wal majdhumin fa inna dhalika yuhzinuhum. Ikisadifu kwamba katika jamii yetu kuna mtu kapata mtihani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo hata mimi na wewe tunaweza kupata, Mungu atuepushe, sio? Kapata ajali, akafikia mahala akakatwa miguu yake au akakatwa mguu mmoja. Na siku hizi si lazima upate ajali, unaweza ukapatwa na maradhi ya kisukari tu, ukapata donda haliponi mpaka ikafikia mahala ukaambiwa ukatwe. Ndio Waswahili wanasema kabla hujafa hujaumbika. Sasa Mtume anasema ukikaa na mwenzenu, mkikaa na mwenzenu sampuli ile, msikae kila saa unatizama ile kasoro yake tu. Moja hilo. Na yule mwenye maradhi ya mbalanga wakati ule ilikuwa ni maradhi mabaya sana, usikae wewe kwamba macho yako una focus katika ile kasoro yake. Mtume anasema hilo linawaudhi, kwa sababu hisia kisaikolojia ni kwamba wewe unatizama kasoro yake, hujaona mengine yote, sio? Sasa Mtume kasema maradhi ya mbalanga. Leo hii kuna maradhi mangapi? Tende lile, mtu anaweza kuvimba mguu atuepushe. Mtu anaweza kupata na maradhi mengine katika maungo yake, maungo yakajaa mpaka ukimuona amevaa nguo bado yanaonekana, sio? Ni kitu tunafahamu katika jamii, sio? Na hili wewe madhali uko hai bado uko hatarini kupatwa nalo lolote lile, sio? Ndio maana hadithi inasema hivi ya al-Imam Sadiq, anasema hivi, sikilizeni, man nadhara ila dhi'aha, atakayemtizama mtu mwenye kasoro ya kimaumbile, au kad muthila, au aliyewahi kukatwa kiungo kwa sababu moja au nyingine, metokea hivyo, au sahibu balai, au mtu kapatwa na mtihani, falyaqul sirran fi nafsihi, na aseme kwa siri kwenye nafsi yake, min ghairi an yasma'ahu, bila yule bwana kumsikia, alhamdulillahi alladhi afani, kuhimidiwa kote kwa Mwenyezi Mungu aliniepusha na hili. Riwaya nyingine nasema alhamdulillahi alladhi afani mimma btalahu bihi, ewe alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu aliyeniepusha na hili alomtia nalo mtihani, kwa sababu hata wewe unaweza ukapata mtihani huo. Katika kitabu cha Makarimul Akhlaqi, kitabu cha Akhlaq Ahlul Bait, pamenukuliwa kisa kwamba wakati fulani palitokea maswahaba wamekaa wanacheka, wamezunguka duara, wanamtizama mtu. Mtume akauliza kuna nini? Akajibiwa kwamba wazimu huyu anafanya vituko vyake. Mtume akawakemea, akawaambia msimuite mwenda wazimu, innahu almubtala, huyu si wazimu, huyu ni ametiwa mtihani, yani kapatwa, kafikwa na mtihani. Unaona usulubi wa Mtume huo, manake hata mtume alikuwa haruhusu uite mtumwa wangu huyu, sema muite kijana wangu. Umeelewana? Kwa hiyo hizo lafdhi zinaleta majeraha. Kuna watu wangapi sisi tunao ni wazimu, lakini ule wazimu ni matatizo ya maisha tu, yamempeleka mpaka mahala mtu akaripuka, kwa sababu uwezo wa kustahamili mambo watu wanatofautiana, sio? Kwa hiyo mpaka akaripuka, akawa mtu anazungumza mwenyewe, anafanya vituko, lakini hakuyataka yale. Yasipokusibu yeye, anaweza kukupata kwenye familia yako. Kwa hivyo muonee huruma, usimfanyie vituko. Unaweza ukamfanyia vituko kadhani hana akili timamu, lakini kuna mambo anayaelewa, sio? Kuna mambo anayaona. Na hasa mara nyingine kuna wazimu mwingine ambao unatulia wakati mwingine mtu anaelewa kinachojiri, alafu unaibuka.